Hello, nakukaribisha tena hapa Mech Media. Leo tutakuwa na kipindi kizuri ambacho tutakuwa tunazungumzia matumizi sahihi ya dawa. Nina authority kidogo ya kuzungumzia kuhusiana na dawa kwa sababu kitaaluma mimi ni mtaalamu wa dawa, lakini vile vile nimefanya kazi kwa zaidi ya miaka 5 sasa katika hospital setting. Kwa hiyo ninaelewa implication ambazo zinatokea kwa sababu ya matumizi yasiyo sahihi ya dawa. Kuna kesi nyingi ambazo tunazipokea za watu ambao wamepata matatizo makubwa kwa sababu ya kutumia vibaya dawa. Watu wamepata miscarriage, mimba zimetoka kwa sababu ya matumizi ambayo siyo sahihi ya dawa. Watu wamepata matatizo ya figo, matatizo ya ini, matatizo ya moyo, na wengine wamepoteza kabisa maisha kwa sababu ya matumizi yasiyo sahihi ya dawa. Kwa hiyo hili ni somo pana sana, lakini leo nitazungumza tu kwa kifupi vitu vichache vya kuzingatia ili tuweze kutumia dawa vizuri, badala ya kutuletea athari mbaya, zituletee faida, zitutatulie matatizo yetu na turejee katika shughuli zetu ambazo tunazifanya za kutuingizia kipato kila siku. Jambo la kwanza la kuzingatia katika matumizi ya dawa ni kuhakikisha kwamba dawa zile ambazo zinatakiwa kutolewa na cheti cha daktari uzipate kwa cheti cha daktari, na kuna sababu ya msingi ya kufanya hivyo. Kuna dawa ambazo miongozo yake haitaki mtu ujinunulie tu kiolela, ni lazima uwe umeandikiwa na daktari. Sasa kuna watu wengi wananunua dawa hizo kiolela, na mwisho wa siku dawa hizo zinawaletea athari kubwa. Na dawa hizi ambazo ni antibiotiki zote, dawa hizi ambazo zinatibu magonjwa ya moyo, dawa ambazo zinatibu matatizo sugu ya figo, zote hizi ni tunaziita kitaalamu prescription medicine, ambazo mtu anatakiwa azipate kwa cheti cha daktari. Lakini watu wanakwenda kujinunulia kwenye maduka huko kiolela, na anapokwenda kutumia, kama zikimkataa zinamletea athari kubwa sana. Lakini jambo lingine ambalo tunatakiwa kulizingatia ni lazima wewe unayetumia hizo dawa ujitambue wewe mwenyewe. Lazima wewe mwenyewe ujue profile yako unayetumia hizo dawa, kwa sababu mtu mwingine atakuwa na matatizo ya figo. Lazima ujue kama na matatizo ya figo, kuna baadhi ya dawa ambazo hautakiwi kuzitumia kutokana na matatizo yako ya figo. Kuna mwingine ana matatizo ya ini, kuna dawa ambazo hutakiwi kuzitumia kwa matatizo yako ya ini. Kuna wengine wana matatizo ya moyo, kuna dawa ambazo hawatakiwi kuzitumia kutokana na matatizo yao ya moyo. Lakini vile vile kuna wajawazito, nao kuna dawa ambazo hawatakiwi kuzitumia kutokana na ile hali walionayo. Kuna wanaonyonyesha, nao kuna dawa ambazo hawatakiwi kuzitumia kutokana na ile hali yao ya kunyonyesha. Lakini vile vile kuna wale ambao wanategemea kupata ujauzito, na wenyewe kuna dawa ambazo hawatakiwi kuzitumia. Kwa hiyo lazima hiyo profile uwe unaijua, na hata unapokuja kwenye vituo vya kutolea huduma ueleze kwa uwazi kwamba uko kwenye hali gani, ili yule mtu wa huduma aweze kukusaidia. Kwa sababu kuna watu ambao wanapoteza ujauzito kwa sababu ya kuandikiwa dawa ambazo hazifai au dawa ambazo haziendani na ujauzito. Na kuna wengine wanawaletea hata wale watoto wadogo wanaonyonyesha changamoto kwa sababu ya kutumia dawa ambazo hazitakiwi kutumika kwa watoto. Kwa hiyo, na jambo lingine ambalo unatakiwa kulizingatia ni kuna baadhi ya dawa ambazo haziingiliani na baadhi ya vyakula. Na kuna baadhi ya dawa ambazo haziingiliani na dawa zingine. Kwa hiyo hilo lazima nalo ulijue. Ndio maana inakuwa ni hatari sana mtu kwenda kujinunulia tu dawa kiolela kwenye maduka ya dawa bila kupita kwa watu wa huduma, kwa sababu wakati mwingine anashindwa kuelewa dawa hii nikiitumia na chakula hiki inaweza kuleta athari gani. Hilo jambo anakuwa alifahamu. Lakini anapokuja kwa mtu wa huduma inakuwa ni rahisi, kwa sababu mtu wa huduma ana utaalamu kuhusiana na hilo jambo, anaweza kumueleza kwamba
dawa ya aina fulani hautakiwi kuitumia na chakula cha aina fulani, au dawa ya aina fulani hii unayotumia hutakiwi kuitumia na dawa ya aina fulani. Kwa hiyo inakuwa inamsaidia vile vile. Lakini vile vile jambo lingine la kuzingatia ni dawa yenyewe inakutaka utumie kwa ruti ipi. Kuna zile dawa za kunywa, kuna dawa za kuchomwa, na kuna dawa zile ambazo tunaziweka kupitia njia ya haja kubwa. Kuna dawa zingine ambazo ni za kupaka. Kwa hiyo lazima ujue light route ndio ambayo inaweza ikakuletea desirable effect kama ukiitumia kama inavyotakiwa kwa njia ambayo kwa njia ambayo dawa hiyo imetajwa kwamba inatakiwa itumike katika njia hiyo. Kwa hiyo kama ukikosea matumizi ya light route inaweza ikakuletea shida. Kuna dawa kwa mfano tukizungumzia diclofenac. Diclofenac mtu akichomwa IV anaondoka, anafariki kwa sababu sio light route ya diclofenac mtu kuchoma IV. Kwa hiyo ni lazima ujue hizi dawa zimetengenezwa kutokana na kutumika kwa ajili ya route fulani. Kwa hiyo unapokuja kwenye hospital setting sasa, kuna wataalamu ambao wanaweza wanaweza kukupa dawa kulingana na light route. Kama ni za kunywa basi utapewa kwa kunywa, kama ni za kuchoma basi utapewa za kuchoma. Lakini jambo lingine la kuzingatia vile vile tunaita hii pharmacovigilance au tunaangalia ile adherence ya mgonjwa. Tunafanya monitoring, tunafuatilia matokeo ya zile dawa ambazo tunampa mgonjwa. Kuna dawa zingine ambazo zina side effect. Wakati mwingine mtu anaweza akatumia dawa zikamletea effect ambayo sio nzuri. Kwa hiyo unapokuja hospitali kwa mfano, unapewa maelekezo kwamba dawa hii inaweza ikakuletea mauzi haya na yale na yale na yale. Kwa hiyo unakuwa na awareness ya upati mshtuko mkubwa. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza kuweigh sasa faida na hasara ya ile dawa, nitumie au nisitumie. Lakini jambo lingine na ufuatiliaji huu unatusaidia vile vile kujua, kwa sababu sisi tutakuuliza maswali kwamba labda dawa hii ukiitumia inaweza ikakuletea shida. Kwa mfano kuna watu wengine ambao wana allergy na sulfur. Tunawaeleza kwamba unatakiwa utumie alternative ya dawa nyingine ambayo inaweza ikakuletea matokeo na hii ukaachana nayo. Kwa hiyo vile vile unapokuja kwenye setting kama hizi za hospitali, vile vile inakuwa ni faida, kwa sababu hapa unapata maelekezo ya namna ya kutumia dawa. Kwa sababu watu wengine akienda nyumbani, wakati mwingine mtu umemwandikia dawa atumie kila baada ya masaa 8, lakini akifika nyumbani atatumia dawa ile labda baada ya masaa 12. Sasa akigundua kwamba nimesahau kumeza dawa masaa 8 yaliyopita, anataka apandanishe zile dozi, jambo ambalo linaweza likamletea shida vile vile kiafya. Kwa sasa kama wataalamu sasa tunashauri kwamba watu waje kwenye hospital setting, watumie dawa kulingana na namna ambavyo wanaandikiwa na wataalamu wa afya, watumie dawa kulingana na namna ambavyo wanashauriwa na wataalamu wa afya, wasijinunulie dawa kiolela, kwa sababu dawa ni sumu. Ndio maana ukiangalia dawa utakuta inakwambia inatibu hiki na hiki, lakini hizi ni side effect. Yale ni matokeo ambayo yasiyotarajiwa ya ile dawa, ambayo sio matokeo ya kitabibu ambayo mtu anakuwa anayapata, ni matokeo ya ziada ya ile dawa. Kwa hiyo sasa ukinunua dawa kiolela zinaweza zikakuletea athari kubwa. Kuna watu wengi wanapoteza mpaka hata wanakuwa walemavu kwa sababu ya matumizi ya dawa. Mimi nimewahi kushuhudia mtu amepata changamoto ya ini kwa sababu ya matumizi olela ya dawa. Tunapokea wateja ambao wakati mwingine mtu anakuja anakuja kupata huduma kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma hivi. Unakuta mtoto mdogo kwa mfano anampa paracetamol, anampa Panadol. Hii ni dawa
hii ni dawa mashuhuri sana ambao wazazi wengi wanatumia, wanawapa watoto wadogo, Panado hizi za vidonge. Sasa mtu anapokuja pale unamwambia utakiwa kumpa mtoto Panado ya vidonge, kwa sababu kwa umri wake na kwa viungo vyake vile ambavyo vinatumika kuchuja hiyo dawa bado havijakomaa. Unapompa mtoto Panado, manake unamletea athari kwenye vile viungo vyake, kwa sababu hizi ni dawa ambazo zinachujwa kwenye figo. Kwa hiyo unapompa Panado mtoto wakati hajafikia ule muda wa kupata zile tablet, manake unaua figo lake. Wewe unaona kama unashusha homa, unaona kama unaponya maumivu, lakini kumbe unazalisha tatizo lingine kwa sababu tu ya kujinunulia dawa mtaani. Nasema hizi za maji hazishushi sana joto, sisi tumezoea kuwapa hizi za kidonge, nikishampa tu kidonge kimoja mtoto joto lake linashuka. Wewe unaona unashusha joto, lakini kumbe unazalisha tatizo lingine ambalo linaweza likamsumbua mtoto kwa siku chache zijazo. Na watu wengi wanapata changamoto hizi za figo kwa sababu ya matumizi mabaya ya dawa. Na ukitresi na ukifuatilia utagundua kwamba wakati wa utoto walikuwa wanapewa hizi antipain. Kwa hiyo hata unapokwenda kununua dawa lazima uwe makini sana. Usiende kununua tu dawa kiolela, kwa sababu kuna matatizo mengine ambayo si lazima uyatibu kwa dawa. Mtu mwingine akijisikia tu kichwa kinauma, basi moja kwa moja anakimbilia kwenye Panado, moja kwa moja anakimbilia kwenye aspirin, bila kujua kwamba tatizo lingine linataka tu mtu upumzike, labda hujalala, hujapata muda wa kutosha wa kupumzika, ndio maana kichwa kinakusumbua. Vitu vingine vinaondolewa kwa kunywa maji ya kutosha, na kubadilisha tu ile lifestyle yako. Sasa mtu anakimbilia kutumia dawa bila kujua kwamba dawa hizi ni sumu. Kwa hiyo utumie dawa tu pale ambapo kweli kuna haja ya kutumia dawa, na utumie dawa pale kwa ushauri wa wataalamu. Usiwe wewe ndo unataka kuwa mtaalamu wakati huo utaalamu hauna. Mtu mwingine unakuta ananunua dawa anazihifadhi ndani kwa ajili ya tatizo likitokea, lakini kuna misingi vile vile ya kuhifadhi dawa. Sisi wataalamu wa afya tumesoma namna gani ambavyo dawa zinatakiwa zihifadhiwe. Kwa hiyo ukizihifadhi dawa katika mazingira ambayo sio rafiki, dawa zile zinageuka kuwa sumu. Kwa hiyo usinunue dawa ukaweka ndani ukasema nahifadhi kwa ajili ya kunisaidia kwa wakati ujao, bila kujua mazingira sahihi ya kuzihifadhi zile dawa. Kwa hizi ni changamoto ambazo tunakutana nazo. Na vile vile hata huko mtaani wakati mwingine mtu anaweza akawa anafanya tu biashara bila kujali sana usalama wa afya ya mteja ambaye anakuja kununua. Ni lazima vile vile unaponunua dawa uangalie kwamba hii dawa mwisho wa matumizi yake ni lini. Kwa sababu usipoangalia hilo jambo, wakati mwingine unaweza ukatumia dawa ambayo tayari imeshageuka sumu, dawa ambayo tayari imekwisha kuexpire, ikakuletea shida za kiafya. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi sana ya kuzingatia pale tunapotaka kununua dawa au pale ambapo tunataka kutumia dawa. Jambo la msingi la kuzingatia kwenye matumizi yetu ya dawa ni kuhakikisha kwamba tuna maarifa ya kutosha kuhusu hiyo dawa ambayo tunaitumia, na wataalamu wa afya wapo kwa ajili ya kutusaidia kuweza kujua ni dawa gani ni sahihi kulingana na hali yetu. Tusitumie dawa tu kiolela, kwamba umesikia una dalili fulani, labda tumbo linauma, basi wewe unakimbilia moja kwa moja kununua Flagyl. Unasikia kuna kitu fulani kinakusumbua, nakimbilia moja kwa moja kununua Amoxicillin. Kumbe maskini wa Mungu, ile dawa hata sio maalum kwa ajili ya hilo tatizo. Badala ya kujitibu, sasa unakuwa unakunywa sumu. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ya kuzingatia unapotaka kutumia dawa.